ishara kwamba mtoto wako ana hatima kubwa. Hii imekuwa ni jambo ambalo linatokea wazazi wengi, linatokea watu wengi, na pasipo wao kujua kwamba kuna message ambayo Mungu anaituma kwao, huwa ishara hizi zinatokea kwa watoto wao. Leo nitaenda kuzungumzia ishara au signs ambazo zinaonyesha kwamba mtoto ulienaye au kati ya watoto ulionao kuna mmoja ambaye ana hatima kubwa, na huyu ambaye ana hatima kubwa unatakiwa umlelee kitofauti, umkuze kitofauti, na hata katika kumfanyia maandalizi ya kule anakotakiwa kwenda, unatakiwa usifanye kilegelege kama unavyofanya kwa hao wengine. Unatakiwa usifanye kikawaida, bali unatakiwa ufanye kwa namna ya kitofauti na namna ya kipekee. Hili ni somo ambalo nataka niliachilie kwa hapa kwa briefly kidogo, lakini litakuwa na muendelezo mkubwa, kwa sababu ni moja ya kitu ambacho kina uhitaji mkubwa katika jamii. Wazazi wengi waweze kuelewa kwamba kuna jukumu la kufanya, kuna task ya kufanya. Ukisoma Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Sasa context ya huu mstari ni kwamba ipo njia ambayo mtoto anatakiwa awe nayo, ipo njia ambayo mtoto anatakiwa alelewe nayo, na njia hii akiipata vizuri, ni rahisi sana yeye kufika kule anakotakiwa kufika. Ni rahisi sana yeye kutembea katika usahihi mpaka uzeeni wake, mpaka atakapokufa, atakapoondoka hapa duniani. Sasa nataka tuzungumzie hizo ishara, hizo signs, kwamba ukiona hizi ishara kwa mtoto wako, jua kabisa huyu mtoto ni mtu mkuu. Huyu mtoto nimepewa na Mungu kwa kusudi la kuja kuleta utofauti duniani, katika nchi uliopo, katika taifa ulilopo, katika dunia nzima, mahali fulani. Sio mtoto wa kawaida, ni mtoto ambaye ana kitu cha kubadilisha maisha ya wengi. Ni mtoto ambaye ana uwezo wa kugusa maisha ya wengi. Ni mtoto ambaye anaweza kugusa maisha ya malaki, mamilioni ya watu, kwa sababu ndani yake kuna kitu kikubwa cha Mungu. Na hicho ni kitu ambacho si mzazi unapeleka maombi, si kwamba ni wazazi wanapeleka maombi kwa Mungu kwamba Mungu tunaomba utupe mtoto mwenye kitu kikubwa. No, ni Mungu mwenyewe ndiye anayefanya chaguzi kwamba huyu aende huku, huyu aende huku. Si kitu cha kibinadamu, ni jambo ambalo ni la kimungu kabisa, ni la kimungu kabisa, sio la kibinadamu. Tuende kwenye hizo saini. Ishara ya kwanza kwamba mtoto aliye naye si mtoto wa kawaida. Na kama kuna ishara ambazo zipo hapo chini, unaweza kuweka comment yako, na kwenye comment yako hapo utazungumza kile ambacho kama nimekizungumzia au nimekigusia ni sahihi na kimekugusa au kinakutokea kwenye maisha yako kama mzazi. Ishara ya kwanza ni kwamba huyu ni mtoto ambaye huwa anawasumbua sana wazazi. Wazazi vichwa vinapata moto kwa sababu ya huyu mtoto. Huyu mtoto bwana anafanya wazazi kila saa unakuta wazazi vichwa vinawaka moto. Ni wasumbufu kwa namna tofauti. Kuna wengine wasumbufu wakiwa nyumbani, ni wasumbufu na ni waharibifu, wanagusa kila kitu, wanavuruga. Mara ukiacha kitu, mara utakuta kapanda juu ya TV, mara unakuta karibu radio, mara unakuta kagusa nini, kapigisha shoti, mara unakuta afu ni mtoto mdogo. Yaani ni mtoto ambaye anafanya vitu viko beyond, juu ya uwezo wake. Mara utamkuta mara kafika hivi, kavunja kile, kapanda kule, kafanya hiki, fujo, vurugu nyingi. Mara nyingine unakuta ni kesi za hapa na pale, mara huyu kapiga mwenzake, mara hajakaa sawa. Yaani unaweza kwa siku mzazi unaletewa kesi hata 4-5. Hiyo ni kwa siku moja. Kesi 4-5 za mtu yule. Mara kapita huku, mara kafanya hichi, mara kapita kule, mara kafanya hichi, mara sijui kapanda fujo, mara kapanda juu ya mti kaanguka, mara kafanya nini. Yaani ni kero, ni shida kibinadamu nazungumza. Na ukishaona hii mzazi, huyo ni mtoto ambaye si wa kawaida. Ni message Mungu anakutumia kwamba be careful, take care of that child.
huyo mtoto muhifadhi, huyo mtoto mlinde, huyo mtoto mtunze. Na kuna namna ya kumlelea huyo mtoto ili kwamba aweze kufikia kile ambacho Mungu amekikusudia. Ishara ya pili kwamba mtoto uliye naye ana hatima kubwa ni mtoto anakuwa na uwezo wa kipekee. Kuna watoto ambao ni wadogo sana, unakuta kuna baadhi ya maeneo kwenye maisha wana uwezo wa kipekee. Ni mtoto mdogo ambaye anakuwa na kitu ambacho kinamzidi yeye, yani anakuwa na uwezo ambao unamzidi yeye. Namaanisha kwamba anakuwa na uwezo wa kufanya baadhi ya vitu, kama ni shuleni academically anakuwa yuko vizuri sana, anafanya the best, na ukiangalia wala hatumii nguvu kubwa. Unakuta ni mtoto ambaye yuko vizuri kwenye baadhi ya vitu fulani akiwa anafanya, hata nyumbani kwako tu hapo, sio lazima kwenye academic, hata nyumbani kwako tu hapo, the way anavyofanya vitu, anafanya vitu very smart in a way, anafanya kama mtu mzima. Lakini mtoto mdogo inabidi uchukue tahadhari kwamba huyu sio mtoto wa kawaida. Huyu mtoto ni Mungu amenipa mwenyewe, na kuna kusudi ambalo Mungu amemleta kwangu. Ishara ya tatu ni mtoto huyu anakuwa na uelewa mwepesi sana. Anakuwa na uelewa mwepesi sana. Ni wale watoto ambao akiona kitu mara moja hahitaji kurudia. Mimi nina mmoja ambaye ni shuhuda kwangu. Nilimuona akiendesha gari kwa mara ya kwanza. Hajawahi kukaa kwenye ustelingi akaendesha gari, lakini aliendesha gari kwa mara ya kwanza like a professional, kama mtu ambaye ni dereva. Hajawahi kuendesha gari maisha yake, anaonaga tu na kupanda, lakini siku hiyo aliendesha gari na akaenda na kugonga, akaenda kila anakotakiwa kwenda. Nikajua hivi vitu ni Mungu anampa mtu. I tell you the truth. So kuna namna anakuwa na uelewa wa kipekee. Akiangalia kitu anakiangalia mara moja tu, kishaingia kwenye akili na anaanza kukifanyia kazi. So ukishaona ishara hii, huyo sio mtoto wa kawaida, ni Mungu amekupa. Hakikisha unamlelea vizuri, hakikisha unamtunza, hakikisha unamuombea. Ishara nyingine ni watoto wenye IQ, sijui nisemeje kwa Kiswahili, IQ kubwa. Unakuta ni mtoto mdogo lakini anawaza kama mtu mzima. Mtoto ana umri mdogo, mtoto hana umri mkubwa kivile, lakini anawaza vitu ambavyo viko juu yake mara 3, mara 4 mpaka mara 5. Ni mtoto mdogo, lakini akiwa na conversation na wewe, akiwa na mazungumzo na wewe au mtu yoyote, kuna namna anavyoongea, kuna namna anavyotafakari, kuna namna anavyodadavua na kuchambua mambo, kuna namna anavyoongea kwa hekima. Unashindwa kuelewa huyu mtoto ni mtu mzima au ni mtoto wa kawaida. Anaweza kaja kwako na maswali heavy ya kisomi kabisa, na ni mtoto bado ni mdogo kabisa. Ukishaona hiyo, sio kitu cha kawaida. Kuna baadhi ya watoto wengine wanatambulika katika jamii, huwa jamii inawakimbia. Kuna baadhi ya watu wanawakimbia kabisa kwa sababu wanawajua. Anakuuliza maswali, yani anaweza akakuweka kwenye kona, akakupiga swali akakuweka kwenye kona, mtu mzima mwenyewe ukashindwa kulijibu hilo swali. Ukiona hivyo, jua huyu mtoto si wa kawaida. Hichi ni kipawa, hii ni zawadi Mungu amenipa. Angalia namna ya unavyoenda naye na kumlelea. Lakini ishara nyingine ni attacks, kwa Kiswahili wanasema ni mashambulizi. Huyu ni mtoto ambaye huwa anakutana na mashambulizi sana, wengine kiafya, wengine kwenye maeneo mbalimbali ya kimaisha, wanakutana na vita kali sana. Yani kuna aina ya mtoto utashangaa yani kumwaga tu, ukitoka huu uko huu. Yani mzazi mnapisha, yani kwenda hospitali, ukipita kipindi fulani hujaenda hospitali, unamshukuru Mungu, unajiuliza kwani kumetokea nini? Kwa sababu yeye kila wakati ni ugonjwa, kila wakati hospitali, kila wakati kuugua, kila wakati kuumwa. I tell you, na kukumbusha tena, huyo sio mtoto wa kawaida. Hiyo ni ishara kabisa unapewa kwamba hichi ni chombo umepewa na Mungu, kitunze na ukilelee vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizo attacks sio za kawaida. Adui anajua ni nini ambacho
kipo ndani ya huyo mtoto. Ni ishara kwamba amebeba kitu cha kutisha ufalme wa giza. Adui anahakikisha anapambana usiku kucha ili kujaribu kutafuta japo mlango wa kumuondoa kwenye eneo la afya. Ishara nyingine hii ni ya mwisho nitaifanya kwa leo, ni ishara ya ni mtu anayekwepa kifo mara nyingi. hai. Hii ni ngumu kidogo. Kuna watoto wengi ambao wameponea kwenye midomo ya mamba, naweza nikasema wameponea chupu kufa mara nyingi sana kwenye maisha yao. Yako matukio ambayo yalitokea my goodness. Wengine ni kuumwa, wengine walikufa kabisa wakafufuka tena. I tell you. Wengine walirudia njiani. Wengine walikutana na let's say ni ajali ilitokea na wakapona. Yaani wengine wanapitia vitu ambavyo mtoto mwingine wa kawaida akipitia tunamsahau. Lakini wao wanatoka kwenye hizo hali, wanatoka kwenye hizo situations just because sio wao, ni kile ambacho Mungu ameweka ndani yao ndio kinakuwa kinawasababisha wapitie hayo yote. Wakati mwingine utawahurumia, wakati mwingine unaweza ukawahurumia kabisa, ukasema sasa imagine kama mtoto mdogo anapitia changamoto kama hizi na akiwa mtu mzima inakuwaje? So hiyo ni ishara ya kwamba you have to stand for that kind of child. You have to stand in prayer. Inatakiwa usimame kwa ajili ya huyo mtoto, maana Mungu ana kitu kikubwa na yeye kwenye maisha aliyompa hapa duniani. Kama ni mzazi umenisikiliza na kufuatilia video hii, naomba uandike comment yako hapo chini. Iwe kwenye platform yoyote, andika comment yako hapo chini. Lakini nitafanya video nyingine ambayo itakuwa ni maalum kwa ajili ya kujua jinsi gani ya kuweza kuwalelea na kuwaombea hawa watoto wenye hatima kubwa. Itakuja na hiyo video. Kwa hiyo hakikisha una like, una comment na una share kwa watu wengine ambao wanahitaji kupata elimu kama hii, ili kuweza kuwasaidia watoto na kusaidia zile hatima ambazo ziko ndani ya watoto zisije zikaharibiwa na adui, zikaharibiwa na dunia, zikaharibiwa na watu wengine, ili kwamba tuweze kuwasaidia watoto na tuweze kuwawezesha waweze kufika kwenye hatima zao. Barikiwa sana, uwe na siku njema.